Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Leo hii tunauzungumzia mlango wa bahari wa Hormuz. Huu ni mlango gani? Kwa sababu kumekuwa na maswali mengi, watu wakijiuliza, je, huo mlango wa bahari wa Hormuz ukoje na unafanya kazi vipi, na ni mataifa gani ambayo yanajihusisha katika upitaji wa mlango huo wa bahari wa Hormuz, lakini pia kuna bidhaa gani muhimu ambazo hupita katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango wa bahari wa Hormuz ni mkondo wa bahari pekee unaunganisha ghuba ya Uajemi Magharibi yenye mafuta mengi na ghuba ya Oman na bahari ya Arabia kusini mashariki. Kwa karne nyingi eneo hili lilitumika, lakini si kwa ajili ya usafirishaji wa mafuta. Lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa likitumika kwa wasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna mataifa mengi ambayo yamezungukwa na mlango wa bahari wa Hormuz, lakini kimsingi eneo hili ni sehemu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, katika miaka hivi karibuni, katikati ya vita vya Iran, vitisho na mashambulizi ya Iran kwenye meli zinazopita kwenye mlango huu wa bahari ya Hormuz ulisababisha kupungua kwa zaidi ya 95% ya usafirishaji wa mafuta pamoja na gesi pamoja na bidhaa zingine, na kusababisha usumbufu mkubwa zaidi katika usambazaji wa mafuta duniani na kupanda kwa bei ya bidhaa nyingine muhimu. Zaidi ya 20 hadi 25 ya mauzo ya nje ya mafuta na gesi asilia duniani hupita katika eneo hili la mlango wa bahari wa Hormuz, ambao hutumika kama njia kuu ya mafuta ya petroli kutoka katika mataifa ya Ghuba, ikiwa ni pamoja na Iran, Iraq, Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ingawa umoja huo wa Falme za Kiarabu una uwezo wa kugeuza mauzo yake kwenye meli kupitia Fujairah kwenye Ghuba ya Oman. Mauzo ya nje yanalenga kijiografia takribani robo 4 kwenda katika nchi zinazoagiza bidhaa za Asia, hasa China, India, Japan na Korea ya Kusini. Lakini kiasi kikubwa cha usambazaji kina athari kubwa kwa bei duniani kote kutokana na unyumbufu mdogo wa bei za bidhaa za petroli. Pamoja na mlango wa bahari wa Malacha unaunganisha bahari ya Hindi na bahari ya Pacific, mlango wa bahari wa Hormuz ni mojawapo ya sehemu muhimu zaidi za mafuta katika uchumi wa dunia. Muda mfupi baada ya kuzuka kwa vita vya Iran vya mwaka huu 2026, Iran ilifanya kuwa sehemu muhimu ya mkakati wake wa kulipiza kisasi kuzuia trafiki kupita mkondo huo. Usafiri wa meli za mafuta ulishuka kutokana na kuzuka kwa mzozo, lakini ulipungua hadi kushuka wakati vikosi vya Iran vilipoanza kushambulia meli na, kulingana na maafisa wa Marekani, kuweka migodi ya chini ya bahari, kwa maana chini ya maji, kwa maana Iran iliweka kombora kama mitego ya kuweza kushambulia meli ambazo zitapita katika eneo hilo. Baadhi ya meli chache zilifanikiwa kupita kwenye mkondo huo, zilitoka Iran. Ndani ya siku chache bei ya mafuta katika soko la kimataifa ilipanda, kama vile bei ya gesi asilia, mbolea, metali muhimu kama vile alumini na bidhaa zingine ambazo minyororo yake ya usambazaji inategemea ufikiaji wa Ghuba ya Uajemi. Sehemu za Asia Mashariki mwa bahari zilipata uhaba wa mafuta mara moja na kusababisha hatua za ajabu za kuhifadhi nishati. Wakati Marekani na Iran zilikubaliana kusitisha mapigano kwa muda mapema mwezi Aprili, Iran inaripotiwa ilikubali kuruhusu kupita kwa usalama kwa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz wakati usitishaji wa vita hivyo, lakini ilikuwa ikitoza ada ya upitaji katika eneo hilo. Lakini wakati Israel ikiendelea kuishambulia Lebanon, uwanja ambao Iran iliuona kuwa sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano licha ya kunyimwa na Marekani, Iran iliendelea kuwawekea vizuizi ufikiaji wa mlango huo wa bahari. Baada ya duru ya awali ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kushindwa kufikia makubaliano, jeshi la wanamaji la Marekani likatangaza kuziba njia hiyo ya bahari mnamo Aprili 13 ili kuzuia kupita kwa meli zozote zilizopitia bandaria za Iran. Mlango huu wa bahari wa Hormuz kwa jadi haukuwahi kufungwa kwa muda mrefu wakati wa mizozo ya Mashariki ya Kati, tofauti na mlango wa bahari wa Tiran ama Bab al-Mandeb. Ingawa Iran kwa mara ya kwanza ilitishia kufunga mlango huo na maandalizi yake yalifanywa mapema, mlango huo umekuwa jambo kuu wakati wa vita vya Iran vya mwaka 2026 na kusababisha mgogoro katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao umesababisha hali ya uchumi duniani kuyumba. Mlango huu wa bahari wa Hormuz una urefu wa maili 104 na ni sawa na kilomita 167 na una upana unaotofautiana kutoka karibu kilomita 97 hadi kilomita 39 kulingana na upana wa eneo la mlango wa bahari wa Hormuz. Mtazamaji wa The World News, bila shaka umeweza kufahamu kinachozungumzwa kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Ni eneo la bahari lililopo katika Ghuba ya Uajemi ambalo husaidia kupitishwa kwa meli zinazobeba mafuta
takribani 20% hadi 25 ya mafuta ya ulimwenguni kote, ambayo hufikia mataifa mengi ikiwa ni pamoja na Afrika na hata Ulaya. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment na kadhalika kusubscribe channel hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Utaweza kujua mengi yanayojiri duniani kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.